Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, hakikisha ya kwamba upo au umeketi katika eneo au nafasi iliyo sahihi kwa ajili yako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, sahihisha kwanza jina lako, eneo lako au nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama vile ambavyo unaona ukiwa unasoma, kuna wakati utaitwa unasoma chekechea, kuna wakati utaitwa unasoma darasa la kwanza, kuna wakati utaitwa unasoma darasa la pili, la tatu, la nne, la tano. Utakuta attendance yako inasema jana haujaja shule, maadamu saa ambayo ile attendance ilikuwa inatumiwa inaitiwa majina, wewe haukuwa kwenye lile darasa lako, ila ulienda kumsalimia rafiki yako kwenye darasa lake. Kuna wakati utashangaa umejaziwa haupo. Kwa sababu gani? Sio kwamba kweli haupo, lakini kuwepo kunathibitishwa na kukutwa kwenye eneo lako sahihi. Tumepita katika maisha ambayo kuna kitu kinaitwa wivu, kijicho. Kimwona huyu amefanya jambo hili akatoboa, wote mtaa mzima mwataka mfanye hilo. Huo ni ushamba nao wa kutokuwa na maarifa. La, Mungu angeamua wote atulishe kwenye kapu moja, haya mengine angeyatengeneza ya nini? Kwa lazima uelewe, haijalishi kuna mwenzako analikapu lake amebukua, amejua hapo ndo mahali pake, akapakamata vizuri, ananufaika napo. Lazima uelewe, yamkini ni pake yeye kama yeye. Wewe na wewe unapako, panapomnufaisha ndugu yako, inawezekana sio kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya huyo ndugu yako. Acha anufaike na pake, wewe tafuta kujua chako. Mahali Mungu alipotaka wewe ukae, ndipo anapokusomea hapo kwenye ramani yake. Ukitoka hapo mahali, hata uende mahali ambapo sio pa shetani, bado ni pa Mungu. Lakini kwenye ramani ya Mungu, Mungu hakusomi, kwa sababu akija kwako, saa unaomba baraka, saa unataka Mungu akufanikishe katika mambo mbalimbali ya kimaisha, Mungu atakutana na wewe kituo kinachoitwa eneo lako sahihi alilokuweka. Amen. Badilisha hata aina ya maombi yako. Hayo ni maombi ya ukomavu ambayo Mungu atasema, huyu kweli huyu sasa anazo. Huyu mzimu. Asifiwe sana. Hizo baraka niziletee wapi? Kwa sababu kuna ambazo nazileta kwa kadiri ya kituo ambacho nimetaka mimi na wewe tukutane. Sasa hizo ambazo unaniomba wewe, unaniomba ukiwa wapi? Haleluya. Nje ya eneo sahihi la kwako, nje ya shughuli sahihi ya kwako, hakuna baraka za Mungu. Kuna maswali Mungu anauliza, uko wapi? Kwa utashangaa kuna wakati umekutana na ugumu sana wa kujibiwa maombi yako. Malaika akamuuliza Yakobo, kwani jina lako ni nani? Yakobo akamwambia, naitwa Yakobo. Malaika wa Bwana akamwambia, sasa kwa habari ya baraka unazotaka za Mungu, lazima wewe kwanza uitwe Israeli, sio Yakobo. Sasa unaelewa nini? Unashangaa unaomba baraka lakini unabadilishiwa jina. Maana malaika anaona kuna pambazuka, kuna kucha, naye muda wake umeisha, lakini bado Yakobo amemng'ang'ania tu. Uchomoki mpaka unibariki, uchomoki. Alipompiga kwenye uvungu wa paja, malaika akijua amemalizana na mambo, anashangaa Yakobo bado anang'ang'ana. Wimbo wake ni nini? Anataka baraka za Mungu, kwa sababu ameona mmekutana na malaika wa nani? Wa Mungu. Sio jambo rahisi kutokewa na malaika, kuonana naye na kumfahamu ni malaika wa Mungu. Na wengine mpaka mkaamua muwaite watoto ndio malaika. Muone mnavyoyumba yumba kujua malaika yukoje. Mkaamua mtuitie watoto malaika. Watoto wenyewe wakikua nashangaa malaika kawa jambazi. Kwa una jambazi malaika au malaika jambazi. Sio jambo rahisi kutokewa na malaika na kumjua ni malaika wa Mungu. Lakini Yakobo aliweza kuqualify huo mtihani. Ametokewa na malaika wa Mungu, akajua ni malaika wa Mungu. Unakuwa nje ya saiti yako aliyokupanga uwe. Hana majibu. Akujibu nini? Wakati hata mawasiliano hapo mnara unakuwa mbovu. Hamjawahi kuona ndugu zenu wakiendaga Kenya wanawaambia,
Sasa hivi labda mnipate kwa njia ya WhatsApp au namba zangu za huko hizi hapa. Ni kama unavyoona, una pesa sawa, unahitaji bidhaa sawa, na ukitoa pesa unapewa bidhaa sawa, lakini mpaka umeibeba, umeitoa ulipoinunua, mpaka umeifikisha nyumbani, kuna kitu huwa tunaendaga nacho kinaitwa mfuko. Haleluya. Amina. Na kuna wakati utajikuta hata kama umesahau huo mfuko, haina maana ya kwamba utaibeba hiyo bidhaa kirahisi. Itakulazimu hata itokee hapo ugharamike ununue mfuko. Na unasikia maumivu kabisa kwamba jamani, hiyo mifuko ndivyo navyo nyumbani. Si nimesahau je jamani. Mama huna hata, mama naye amekazana. Anasema sina. Mama sio hapo juu inaning'inia, inauzwa. Wewe hujanunua mfuko, umenunua nini? Umenunua bidhaa. Lazima kuwe na kitu kinaitwa kibebeo. Na nikasema miongoni mwa vibebeo hivyo ni nini? Sio kimfuko cha Magufuli cha Lambo, Kwenye baraka vibebeo vyetu ni mioyo na mikono ya rohoni, ile ambayo unaota unapigana ngumi kwa kuitumia hiyo mikono. Haleluya. Unashangaa ukaweza kumtandika mtu ambaye ukipangwa naye leo hapa unasema namwanzaje huyu? Unakuta eti mtu akihamia shule sijui kwa namna gani, unasikia ndio jina langu nililopewa la kusomea. Afu ulizia hilo jina historia yake, unasikia ni mtu alisoma akaachaga shule, kwa hiyo ile jina bado lipo. Watembelea jina la mtu ambaye alikimbia shule, wataka ukafanikiwe nalo, ukafaulu nalo. Unaweza ukafaulu nalo darasa la 7. Haleluya. Lakini hutafaulu nalo maisha. Inaitwa la kusomea. Alafu na nani? La mwanafunzi ambaye lilisomaga, likaona kusoma sio issue ni ujambazi. Likaamua lipigane na walimu shule ili lifukuzwe, liende likafanya ujambazi kwa uhuru. Leo naambiwa kwamba maana ndo utakuwa Rashidi mwana alisomaga hapa akatupiga walimu. Haya. Kanuni ya 3 inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, tengeneza kwanza vipokeleo vyako au vibebeo vyako. Narudia tena, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, tengeneza. Inawezekana kuna interview ya kwanza tangu ile ilikuwa ndio imebeba hatima yako ya kuajiriwa, lakini shida ni nini? Jina lako. Hata hiyo 7,500 haitui hapo. Itatua mahali ambapo pamekaa hivi pako wazi kupokea. Kwenye moyo ulio wazi kupokea, hapo Mungu yuko radhi kuachilia na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji, kuna wakati hata madaktari sugu anakuambia kwa hili tatizo lako nenda tu kwenye maombi, tunakushauri. Tumeona tukuita sana ndugu zako tuwaeleze kwa stage uliofikia, nenda kwenye maombi. Hata wao wamenawa nini? Kwamba kwenye dunia hii hawawezi wakatengeneza mwa hiyo spare iliyoharibika huko ndani. Leo waenda kwenye maombi, wewe wataka uwekewe spare hiyo ambayo imewashinda wataalamu na utaalamu wao, imewashinda matabibu na ukubwa wao. Leo hii unaenda kwa Mungu unaiomba uwekewe kwenye moyo ambao unasema kuna Juma wa shule ya msingi aliniuzi mpaka leo sitamsahau. Simtoi huyu Juma. Nife mimi afe yeye, nitaenda mbinguni, lakini nikijua kwamba Juma mimi aliniumiza sitamsamehe katu. Yabebe upako sasa, yabebe upako sasa. Wengine wameinua picha Baba, viwakilishi vyao, wanawakilisha ndugu zao. Vikawawashie moto, vikawawashie moto, vikawawashie moto. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huko vinakwenda kutumika, vikalete mapigo kwenye kambi za wachawi, kwenye kambi za walogi, wale wanaopambana na biashara ya kwako, wakakutane na moto unapoenda kutumia kwenye biashara yako, wale wanaopambana na ndoa yako. Hivyo viashiria, hivyo viashiria, hivyo viashiria vya nguvu za Mungu vitembee kwenye hivi vitendo vya imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kazi za adui zichomeke moto kwa kupitia hayo maji na mafuta. Kila kazi ya adui iteketee, kila kazi ya adui ungue, kila kazi ya adui wake moto, kambi za adui
adui zikafutike kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wanaenda kutumia Baba kwa kuongea, wanaenda kutumia kwa kunywa, watakaonyunyiza mahali na mahali, ninakemea nguvu za giza na uchawi huko ambako vinaenda kutumika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu Baba, kuja mbele zako jioni hii ya leo, sikia sauti yako uliosema, jioni kwangu ninyi nyote mkao wenye kulemewa na mizigo, sema wewe utatupumzisha. Jioni hii ya leo naona kulemewa hali mbaya maisha, niachie shetani, wachawi, enyi watesi, leo hii nawakemea kwa jina la Yesu. Toka na damu ya Yesu aliye mpatanishi wa maisha yetu. Leo akata shetani na kazi zake zote kuanzia sasa. Futika hiyo paralaisi, futika kwa moto, tia viungo vyake, tia kwa moto hiyo paralaisi, tia hiyo ganzi yote, yayuka kwa moto, yayuka hiyo ganzi kwenye mkono na mguu, yayuka